السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye kuendelea kuitafsiri Suratul Hujurat, ambayo kwenye kikao chetu cha leo tutaendelea kuanzia aya ya 14 pamoja na kuhitimisha sura insha Allah. Katika sura ambayo tulikuwa tuendelea nayo kuitafsiri, Suratul Hujurat, tumeona kuwa nidaa nyingi zilikuwa za waelekea waumini. Kuanzia kwenye aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza hii sura kwa ya ayyuhalladhina amanu, na mafunzo yaliyoko mbele baada ya nidaa ikawa ni la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Aya ya pili ikaanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, mbele ya adabu ambazo tulikuwa tuwafunzwa baada ya nidaa hii ikawa lina tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabii, masala yanayofungamana na kuzungumza ukiwa mbele ya mtume. Aya ya tatu ikaanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, mbele ya safari injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, ikawa inatufundisha sisi juu ya uhakikisho wa habari. Ufikiwapo na habari yoyote unatakiwa usimame simamo gani. Aya ya 4 ikaanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, tukapewa adabu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, ikawa ni masala akutufunza kuheshimiana na kuwata kuvundiana heshima au kudharauliana, ikawa ni nidaa ya 4 kwenye hii sura. Kwenye aya ya 5 akaanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, funzo likawa ni ijtanibu kathiran minadh-dhann, jiepusheni na dhana nyingi. Ikawa tufundishwa sisi hiyo adabu ya kuchukua mambo kiutaratibu pamoja na uhakikisho wa mambo. Baada dhalika tuepukane na dhana nyingi, kwa kuwa Mungu hapa kasema katika baadhi ya dhana ni dhambi, na tukafundishwa wapi ambapo waweza kuweka dhana na wapi ambapo hufai wewe kuweka dhana, mtu gani mwenye sifa gani ambao hufai wewe kundhania vibaya, na nani ambaye ataweka shaka kwenye moyo wako. Pia nidaa ikaja kwa ya ayyuhalladhina amanu. Jana ikiwa nidaa ni ya kufunga kwa watu wote, Mwenyezi Mungu katumia ya ayyuhan nas, enyi watu, na hapo ikawa mbele ni kufundishwa namna ya kujua uwezo wa Mungu kwenye tofauti ya lugha kwanza, na tofauti ya makabila, mataifa, majimbo, kila kitu. Na kwa kuwa lengo la sisi kuumbwa
kwa kutafautiana huku tumeumbwa kwa lengo, na Mungu kalitaja lengo. Tukaitafsiri hii aya jana, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kwenye aya za leo za kuifunga hii sura zinazungumza kuhusu wabedui, na tutawaeleza al-a'rabu ni kina nani na walokusudiwa kwenye hizi aya, na zinatueleza hizi aya kwa kuwa walienda mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kudhihirisha kwamba kuwa wao ni pamoja na Mtume, na kwa kuwa wao wana imani lakini likakataliwa hili imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaondosha kuwa kwenye sifa za imani mnazozitangaza mbele ya Mtume bado hamujafikia. Nyinyi fikeni pale pale tu kwenye kusilimu na kujisalimisha kwenye baadhi ya mambo kama ambavyo vitabu vinatueleza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, qalatil a'rabu amanna, walisema wabedui au wabedui wamesema amanna, tumeamini. Mwenyezi Mungu kamwambia Mtume, qul, sema, yani sema kuambia wabedui, lam tu'minu, hamjaamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumesilimu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, na haijaingia imani katika nyoyo zenu. Wa in tuti'u Allaha wa rasulahu, na mukimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, la yalitkum min a'malikum shay'a, hata wapunguzieni chochote katika matendo yenu. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhurumia, ni mwenye rahim, ana sifa za rahim. Innamal mu'minuna, hakika waumini, alladhina amanu billahi wa rasulih, ni wale waliomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao ndio waumini. Waumini ni waliomuamini Mungu na mtume. Thumma lam yartabu, kisha wasiwe na shaka. Wamemwamini Mungu na mtume kisha wasifanye shaka kwenye imani yao, si kwa kuwa ni imani na huku pana shaka shaka. Kama kwenye aya nyingine, ikiwa umemwamini Mwenyezi Mungu ni kusimama kuwa usiwe na khiari katika kufuata amri yake na kufuata amri ya mtume, na ukimwamini mtume ni usalim amri, kumkubali mtume na kuikubali hukumu yake, na zote tukabainishiwa katika Qur'an. Sema waumini ni wale ambao walomwamini Mungu na mtume. Kumkubali Mungu kama usema ma kana limu'minin, maana hiyo ndio sifa za imani. Ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, haimpasi mu'min mwanamume wala mu'mina mwanamke Mwenyezi Mungu anapohukumu na kupitisha jambo kuwa na khiari katika amri ya Mungu na mtume. Sasa hao ndivyo waumini wa haki, kwamba ni wale ambao hawajipi khiari kwenye amri ya Mungu na mtume. Sasa hapa Mungu katanganya amri ya Mungu na mtume hawajipi khiari, lakini na kwa mtume, kumwamini mtume ni kumwamini hukumu yake anayoitoa, uithamini kwamba kuwa ni hukumu ya sawa. Baada ya kuikubali ile hukumu usalim amri, ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje, fala wa rabbika la yu'minun, na hapa kwa Mola wako hawataamini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe mtume ni hakimu kwa yale matatizo waliotatizana. Basi hii ndio njia ya Uislamu watukufu. Matatizo yetu tuliotatizana na wengi katika watu, chenye kutuamua kelele nyingi, wala chenye kutuamua si ushabiki mwingi. Chenye kutuamua kitabu cha Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapa sema, na hapa kwa Mola wako hawataamini. Na kwenye aya za kufunga suratul Hujurat zaeleza msimamo halisi wa mu'min, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, hakika waumini ni wale ambao wanamwamini Mungu na mtume.
Sasa tumesema kumwamini Mungu kwanza ni kutojipa khiari kwenye amri yake, lazima uifuate amri yake. Na kumwamini mtume ni kama hiki kiapo alichokifanya Mungu, fala wa rabbika la yu'minun, na hapa kwa Mola wako hawataamini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ni hakimu kwa yale matatizo walotatizana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, kisha wasipate katika nafsi zao uzito kwa hukumu ulioipitisha. Si hivyo tu, wayusallimu taslima, kisha wasallim amri. Ndiyo imani ya kumwamini mtume. Sikumwamini mtume ukawa na shaka na hukumu yake, wala sikumwamini mtume ukawa na uzito katika kuandama sunna yake. Kumwamini mtume ni kukubali hukumu yake wakati uko hai, na kukubali hukumu yake kwa kurudi kwenye mienendo yake, katika maneno yake ama vitendo vyake, ama kukubali kwake kunenwa ama kutenda baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ashakufa. Hiyo ndio imani ya waumini wa kumwamini Mungu na mtume. Ndipo tukaambiwa waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake, kisha wasifanye shaka. Thumma lam yartabu, kisha wasiwe na shaka katika hiyo imani. Isiwe ni imani ya ugeugeu kama hawa wabedui walivyosema, iwe ni imani ile khalisan lillah. Isiwe ni kama Mungu alivyosema katika suratul Kahf, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wakutanapo na waumini na wao husema amanna. Wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, wapambanapo na mashetani wao wasema sisi tuko pamoja na ninyi, hakika sisi tuwafanyia shere tu wale, kwa kuidhihirisha imani mbele yao ili waone na sisi na wao tuko kwenye itikadi moja. Lakini Mungu asema Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sasa si imani hii ya kwamba idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wala si ile imani inayosema idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Isiwe hivyo. Isiwe ni imani ya kuwa idha ja'aka almunafiquna, wakujilia hapo wanafiki, qalu nashhadu innaka la rasulullah, asema twashuhudia kwamba kwa wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, na Mungu ajua kwamba kwa wewe ni mjumbe wake. Wallahu yashhadu, lakini Mungu ashuhudia, innal munafiqina lakadhibun, wanafiki waongo. Ndio desturi ya mtu nafiki. Nafiki ayapo kwako hujifanya mwako, akirudi kwa mashetani wake mpale pale. Ndivyo na mashetani na ndivyo mujtamai wetu ulivyo. Kwa nini kuwa na sifa hizi? Kwa sababu ittakhadhu aymanahum junna, wamechukua viapo vyao kuwa ndio kinga ya kuficha maovu yao. Ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah, wakazuilia na njia ya Mwenyezi Mungu. Innahum saa ma kanu ya'malun, ni uovu wanaowatenda. Umeona kinga za wanafiki viapo vyao, na Qur'ani haikuacha jambo. Lakini imani inatakiwa imani iwe ni ya kweli, si imani ya kinafiki. Ndipo pale kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu kathibitisha utamu wa maneno wa wanafiki, ambao silsila yake imetajwa katika suratul Munafiqin min awali sura ila akhirih. Baada ya kusema ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabili innahum saa ma kanu, dhalika bi annahum amanu. Umeona namna zinavyotafsiriana, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru. Hilo ni kwa kuwa wao kwanza waliamini, waliidhihirisha ile imani, thumma kafaru, kisha wakakufuru kwa sababu nkudhihirisha tu. Yudhhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra wan-nifaq, kuidhihirisha imani na kuficha ukafiri na unafiki. Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubia ala qulubihim, ikapigwa mihuri nyoyo zao. Sasa ndivyo ilivyo. Kisha Mungu asema wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamu. Shuf, unapowaona miili yao itakufurahisha, itakustajabisha na kukufurahisha. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, washikapo kunena utapenda kusikiza maneno yao. Manake maneno ya mpango, ni kama Mungu alivyosema
wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, katika watu kuna ambao hukufurahisha mno maneno yao katika uhai wa dunia. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi, huja wakanshuhudisha Mungu kwa yaliyomo ndani ya vifua vyao, ni ile itakhadhu aymanahum junna, huja wakamshuhudisha Mungu. Na kunshuhudisha Mungu, angalia namna aya zinavyopeana pasi. Idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, na mtu huyo ni mtesi wa mwisho, ni mtesi wa mwisho, na hukosa wa kuchecha naye akawa huchecha na Mungu wake. Aladul khisam. Wa idha tawalla, Mungu akampa sifa aondokapo. Maana kwenye suratul Baqara tumwambiwa wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wanapokutana na waumini na wasema tumeamini. Wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un, ile istihzai walotufanyia ambao Mungu atawalipa istihzai ni ufisadi wa ufanyao kwa kubaki kwenye akida zao baada ya kuondoka kwenye nyuso za waumini. Ndipo Mungu asema wa idha tawalla, wanapoondoka, saa fil ardi, huwa wakitembea katika ardhi, liyufsida fiha, kwa lengo la kufanya ufisadi, wa yuhlika alhartha wan nasla, na kuangamiza harth, makulima, mimea, wan nasla, na kukata vizazi. Wallahu la yuhibbul fasada, na Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, hawapendi mafisadi na hapendi ufisadi. Wa idha qila lahu ittaqillah, mtu huyo akiambiwa nche Mungu, bwana usifanye hayo, akhadhathu al'izzatu bil ithm, ule more wake huzidi kupanda kwa sababu ya dhambi zake. Mungu asema fahasbuhu jahannam, wamtosha yeye moto wa jahannam, wala bi'sal mihad, na ni tandiko baya na ni marudio mabaya mtu kurudi katika moto wa jahannam. Yote yametokea kwa sababu ya mtu kutokuwa wazi imani yake, na hii ndio tabu ya mujtamai wetu. Kwa sababu hizi aya mbali ya kuwa za waeleza al-a'rab walojidhihirisha kwa mtume kwa namna, aya ambao zinawafungia kazi, lakini haya ni mambo ambayo hupitika kwetu sisi. Hii ndiyo shida iliyoko katika mujtamaa. Hatuwezi kumwelewa nani na nani ni nani. Hii ndiyo tabu iliyoko. Kafiri tumemjua ndugu zanguni, haya tunayakariri sana. Tunajua kafiri fulani wa nchi fulani ni adui ya Muislamu, kafiri fulani wa nchi fulani ni adui ya Muislamu, makafiri fulani hupanga njama. Twajua makafiri nkina nani, naweza kusema ya kwamba hata hatuna tabu nao. Kwa nini kusema? Msishtuke kusema hivyo, hatuna tabu nao kwa sababu tunajua. Kwa sababu ukinjua adui yako huna tabu naye, ndivyo sivyo? Mafhumu ikhwa, nyumbani hivi sasa ukasikia matarakasho, kikwetu matarakasho, fujo lile, mara ukasikia vombo utashtuka, ndivyo sivyo? Ukishtuka, ukipeleka jito ukakudhihirikia mkia, ukawa na yakini kwamba huu mkia yawezekana ukawa ni wanyoka, kisha usimuone, ama wacha hivyo, hapo pengine si umuona mkia ukafanya wasiwasi, ukasikia matarakasho, usimjue nani, utapata usingizi? Hupati usingizi. Lakini ukisikia ukamuona moja kwa moja nyoka, tajua kwamba kwa aloingia nyumbani nani? Nyoka mawili. Sasa utoke nyumba umfanyie mashauri ya kesho, alaysa kadhalik? Ama ulale kiwasiwasi na hakika hutalala. Na ukipewa sharia nitake ruhusa kwa mujibu wa hadithi, huwezi kuntaka ruhusa nyoka kwa kukaa nyumbani siku 3 ili ikidhihiri kwamba kwa mwingine umuue. Dini hiyo haiko kwetu. Hiyo sunna tumepewa tu na mtume, lakini tantaka ruhusa nyoka? Huwezi. Lakini wasemaje hukunjua alipoingia? Tafanya wasiwasi mkubwa sana, ndivyo sivyo? Manake hunjui. Lakini ukamjua alipoingia hivi sasa, kaona tu kwamba kwa huyu amepicha kapita kaingia pahala fulani, takuwa huna wasiwasi, ameingia pahala fulani, mimi kwenda pale pahala. Ndipo tukawa sisi hatuna wasiwasi na kafiri, kwa sababu tunajua Muamerika nkafiri, adui yetu, Israeli nkafiri, ni adui wetu, na magharibi kwa jumla isipokuwa alorehemewa na Mungu twawajua. Lakini nafiki wamjua?
Mnafiki wamjua? Mnafiki humjui, kwa sababu mnafiki uko ndani ya msikiti, tuko naye. Mnafiki hufungua naye adhana pamoja pale. Pengine mnafiki wakati wa kufungua adhana ndiye utamuona kwamba kuwa ndiye mwema zaidi kwa kukuletea kila kitu, na pengine tatakana kukuakiza kabisa, kukupoteza tu mahesabu kwamba kuwa mimi na si yeye. Ndipo ukaona tuna tabu sisi Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu hatujuani. Umuangaliaye si yeye, lakini kafiri tumjua. Twajua tutakwepana vipi sisi na yeye. Mnafiki humjui, na hii ndio tabu. Ndipo ukaona mara upigwa masimu wa kusumbuliwa tu sisi. Mtu apige simu sumbua, wewe umesema hivyo, kisha kimya. Nani wewe? Sitaki kujua. Kuishi. Nani? Ameenda kuambiwa na mnafiki kwamba kwa leo darasa imesemwa kadhaa, na darasa za kuanzia mwezi mtukufu wa Ramadhani na wapia kwa jina la Mwenyezi Mungu zote zimerekodiwa. Hata kurekodiwa hizi ambao huwapa watu ambao watakuzisikiza, zimerekodiwa na wafanyikazi ambao tunao hapa, kwa sababu iko njia nyingine na mimi pia upata ripoti. Ikiwa ni ujasusi, kila mtu na majasusi wake. Tumeelewana? Kila mtu na majasusi wake. Nalijua hilo hakikatun, wallahu shahidun ala ma aqul. Lakini sasa nikwambie nani mimi hapa hivi sasa tumekaa nyinyi mwanisikiza katika kuzitafsiri hizi aya. Nikwambie nani anipelekea habari? Siwezi. Sinjui nani. Ndio wasiwasi tulionao katika mujtamai wetu huu. Hatuinuikitwa, hatufanikiwi kwa jambo, hatuchengekewi na jambo, kwa sababu lipangwalo lishatoka na alotoa humjui. Ndipo hapa Mwenyezi Mungu kazungumza kwa kasi sana kuhusu masala wanafiki. Pengine mwaona pengine hizi nkasi zangu, lakini wallahi hiki kitabu kilichoko mbele yangu ni Nurul Huda wa Dhulumatu Dhalali fi Dhawil Kitabi wa Sunna. Zimeeleza sifa sijui 100 za wanafiki kwa kustambiti kila aya ilolelezwa katika Qur'ani ilaonlenga mnafiki. Wallahi si mimi, hii ndiyo tabu. Kwa hivyo mu'min ni ule alokuwa imani yake iko wazi. Imani yake iko wazi, na imani yake kuwa wazi kwanza kusimama, asijipe khiari katika amri ya Mungu na mtume, wala asive na shaka kwa analolihukumu Mungu na mtume. Na kwa mtume achukue amri yake na asalim amri kwa hukumu aliyoitoa mtume. Ndizo hizi sifa walizopewa waumini. Thumma lam yartabu, kisha wasiwe na shaka. Isitoshe, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wakapigana jihadi kwa mali yao na kwa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kawasifu vipi watu hawa? Akasema ulaika humus sadiquna, hao ndivyo wa kweli. Na utaona almufassirun walivyotafsiri mu'min, lazima sifa zinazoitwa za ukweli zimepatikana kwenye sifa za mu'min. Asiyekuwa mu'min ukweli hakuna. Ndipo asiyekuwa mu'min kinyume chake si mu'min, ni mnafik. Na nafik ni mtu mwenye shaka, imani yake huidhihirisha tu, lakini akawa ana shaka, na kunena kwake hasimami kwenye ukweli. Subhanallah. Ndipo ukaona hata Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje, ayatul munafiqi. Umeona alama za mtu mnafiki ni ngapi? Ya kwanza, idha haddatha, kwa sababu hana kitu kinachoitwa sidq. Idha haddatha kadhaba, wa idha waada akhlafa, hana kitu kinachoitwa kutekeleza ahadi. Wa idha tumina khana, aamini wapo hufanya khiana. Sifa tatu hizi si alama za mu'min. Mu'min ni mkweli, mu'min havi muongo, na mu'min ni mtu wa kutekeleza ahadi, na mu'min ni mtu muaminifu, aamini wapo kwa mambo. Sasa haya pimeni, kwa sababu ndio uwazi wa Qur'ani na ndio uwazi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mu'min havi na sifa tatu hizo. Mwenye sifa tatu hizo ni mtu ambaye ni nani? Ni mnafiki. Na nafiki siku zote yudhhirul imana
imani huidhihirisha ili umuone katika sisi. Wayubtinul kufra, na huenda akauficha nini? Ukafiri. Si sifa za waumini. Waumini ni wale waliomuamini Mwenyezi Mungu na mtume, kisha wasiwe na shaka, wakapigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao fi sabilillah. Mungu kawasifu ulaika humus sadiqun. Kisha Mungu kamwambia mtume qul, pia si katika sifa za waumini kama ambao utaziweka wazi. Qul, sema Muhammad, atuallimuna Allaha bidinikum, hivi nyinyi mwamfunza Mungu dini yenu? Atuallimuna Allaha bidinikum, hivi mwamfundisha Mungu dini yenu? Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kujua yaliyoko mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mungu kwa kila kitu ni mjuzi. Sasa mwataka kumfundisha Mungu dini, waambie la kumfundisha Mungu dini nini? Angalia tafsiri zilivyokuwa katika hii aya. Mungu kisha kasema hao wabedui waliokujilia kusema amanna, ukaambiwa mtume waambie hamujaamini, semeni tumesilimu. Mungu asema yamunnuna alaika an aslamu, wanakusimulia wewe kwa kuwa wamesilimu. Kunsimulia mtu kitu nkufanyaje? Kiuwazi na tunavyojua, waweza kumpa mtu kitu kisha ukamsimulia. Nkama umpe mtu zaka kisha unene, nkama umpe mtu sadaka kisha umseme, nkama ufanye lolote kisha upate kusema na kuwasema kwa ulilolitenda. Mungu kakataza. Hata katika Qur'an tukufu asema la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, musizibatilishe, musiziharibu sadaka zenu kwa kusimulia na kwa kuudhi. Kusimulia na kwa kuudhi ni kumpa mtu kitu kisha ukanena. Umpe mtu kisha sema kama sikumpa ule hata kanzu wa Juma angepata. Ile kanzu avae ni mimi nilompa. Mungu kakataza, kwa sababu hakuna thawabu kwa mwenye kusimulia alitendalo. Tenda tu, na ukitaka kusema sema innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ndio adabu tufundishwazo na Qur'an. Lakini usimpe mtu kitu baada dhalika ukansimulia ukakosa thawabu za kule kutoa kwako sadaka. Sasa na hapa wansimulia mtume kuhusu kusilimu kwao. Kwa hivyo ina maana kufanyeje? Nkuonyesha mwenye haki ya kusimulia nani? Mwenye haki ya kusimulia Mungu. Akuneemeshe kisha akusemee alichokuneemesha, si kosa, kwa sababu yeye ndiye alokupa. Na akikunena kwa alichokupa hakuna wasiwasi wote. Kisha mwingine alopewa ruhusa kusimulia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aweza kukusimulia. Lillahi alman wal fadl, Mungu na mtume wake ndiye afae kusimulia, na ni bora hilo kwao. Na hapa tulipata utaratibu wa funzo kwa mtume kustahiki hilo na Mungu kustahiki hilo. Angalia, yeye Mungu amwambia mtume alam yajidka yatiman wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Ilikuwa mtume uko kwenye sifa hizo. Mtume kuwapenda maskini kwa kuwa alipita katika daraja ya umaskini, au jua ule umaskini, ndipo akawahuhurumia mno maskini. Sasa Mungu aliponsimulia alikupata hivyo akakufanya hivyo, angalia kisha akampa sharia fa ammal yatima fala taqhar, ni kwa kuwa pia usindharau au ukampa ukansimulia, pia ni katika maudhi. Wa amma saila fala tanhar, mwisho akamwambia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na bi ni'mati rabbika kuhadithia neema za Mola wako, si kwa kunsimulia mtu. Kuhadithia neema za Mola wako kwa kushukuru kwa neema kisha ukazitendea zile neema, ndio kuhadithia neema. Uwe wamshukuru Mungu na kuzifurahikia zile neema, uwe wapata thawabu kupitia kwa zile neema, si kutuma dhambi kwa neema alizokupa Mungu. Angalia hapa, simuliwa mtume kisha apewa sharia kama kwamba usisimame vile vile ukawadharau watu kama hawa,
juu ya kuwa la kusimulia kwake karuhusiwa. Chukua mfano katika asira ya Ibn Hisham kwenye tokeo la ghanima nyingi baada ghazwati Hunain. Baada ghazwati Hunain Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua ghanima nyingi kuwapelekea watu wa Maka, na watu wa Madina Ansar asiwahusishe kitu chochote. Ansari wakaanza maneno kumsema Mtume kwa kuwa amefanya makosa kwa kupeleka vitu vyote Maka, asihusishe Madina chochote, mpaka wengine wakasema Mtume ameunga damu, Mtume ameunga ukabila, damu si maji. Wengine wakasema kwani nyinyi hunena nini maneno yote hayo? Si mali yote nda Mungu na Mtume si yeye? Kwa hivyo nafanya takavo. Maneno akimadharau yale maneno akumbiria akikwetu yale. Mali si yake, almalu lillahi wa rasuli, mali nda Mungu na Mtume wake, na Mtume si yeye. Ya nini ni kunena yote haya? Wakanena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno alikwenda mpaka kamfikia Mtume. Mtume kamuita Saad ibn Ubada, akamuuliza kunani? Akasema ni kana aliyoko yini hunenwa kwamba kwa wewe umetukua mali umeyapeleka Maka na ukumuhusisha wa Madina chochote, kwa hivyo wameweka kitu kwenye roho zao. Sasa ya nini wewe uweke kitu kwenye roho kumtukulia mwenzako? Ulilo nalo si umwambie mwenzako? Sisi upacha tabu hapo. Sasa unalo jambo kukera, mwache mwenzako mwambie, au sivyo? Jambo mwambie, nina kadhani na kadhani na kadha, khalas, nimesikia kadha khalas. Ndio dini, ndio Uislamu, ndio adabu tunaofundishwa na hizi darasa ambazo uzisikiza kuanzia Ramadhani ya ndani. Unalako mwambie mwenzako. Hawezi mwenzako kukupiga mbao wala ngumi kwa kuwa umekwenda kufanya istifsari kwa ulilolisikia. Nimesikia kadha mwenzangu. Mvipi? Atakwambia, utajua namna ya kuamiliana naye. Lakini uweke vitu katika kifua, ukusanye mpaka zikose pa kukaa. Sasa zivyo hutoka zenyewe, huditoi zenyewe ndizo hutoka. Si haki, si dini, si Uislamu, si msimamo, si wanaume. Lakini dini, Uislamu, wanaume ni mtu kuitumia dini, Uislamu wake kwa ushujaa wa kiume. Nimesikia kadha. Vipi? Kadha. Basi utamalizana na mujtama, ungekuwa mzuri sana. Lakini sasa jamani, sisi hutukuliana. Mtu tabeba kumjua kwamba kwa huu miaka mingi unachuki na mimi na amenibebea, ni wakati kutokee jambo na lile jambo liwe nkukosana ana kwa ana, atakuhisabia wewe. Kumbe nyaka zote alikuwa nani? Ni adui yangu. Halo anena amenikumbusa, pengine meafanya 89, ye hunikumbusa sasa 2011. Kumbe ye kuanzia 89 miaka yote karibu 13 14 husokoteka tu, husokoteka tu. Kimpicha kwa mbele ye huwa nkana nchambo wa kupaza mahindi, husaga tu. Hakuna mbia hata siku moja, mpaka ulipotokea munasaba fulani akaja akanianzia ya 89 mpaka 2011. Sivyo, si dini, si Uislamu, si uchuvuli kikwetu, si wanaume kikwenu Kimambasa. Lakini uchuvuli, wanaume, dini, Uislamu. Sheikh, asalamu alaykum, nimesikia kwamba kuona kadha. Ni vipi? Kadha, mambo kuishi. Sasa angalia, hawa walimtukulia Mtume. Sasa kiwa walimtukulia Mtume, Bayron nani kwa Mtume? Walibeba, na walichobeba mali yamepelekwa Maka, hayakuhusishwa Madina. Mungekwenda tu kwa Mtume, mkamwambia Mtume, mbona hatukupata hata kipaja cha mbuzi? Ngamia wote umewapeleka Maka, kwa kuwa kwenu mkasikia jawabu. Alinenwa habari kaza ncha nzima, tena nchuki ametukuliwa Mtume. Lakini Mtume alikuwa na hikma. Alimuita Saad ibn Ubada. Alipomwita Saad ibn Ubada akamwambia yaliyoko, akamwambia kama ulivyosikia, safi. Msimamo wako manake ndiye nzee wa ncha nzima. Kama yaliyoko kama ulivyosikia, wewe msimamo wako, aina anta fi dhalika? Wallahi Saad akamwambia, wallahi ya Rasulullah, ana mru'un min qaumi,
na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, mimi nami ni mtu mmeunga wa kwetu. Yani ina maana msimamo wake ni msimamo wa hizo lawama. Mtume akamwambia Safi, nikusanyie hawa wanaolaumu. Mbona ushujao? Wakakusanywa. Walipokusanywa, Mtume alipoenda alitoa maneno, na maneno yale ya kuwasimulia ndio haya, kwamba kwa ruhusa ya kusimulia nda Mungu na Mtume, si mimi na wewe. Akaenda akamwambia maashara al-ansar, kongamano la Ansar, pana vijineno ambavyo vimenifikia, ambao mmevibeba kwenye nyoyo zenu na mumetukua kitu kwenye nyoyo zenu kunichukulia mimi, lakini mimi ninavyowaambia sikuajilia nyinyi mumepotea Mungu akawaongoza. Nikusimulia sikusimulia? Sikuajilia nyinyi mafukara Mungu akawatia. Sikuajilia nyinyi mwakachana Madina au sina Khazraj inapigana, hakuna amani, vita vikasimama na amani ikapatikana, na mukapachana, na sababu ni mimi sikuyafanya hayo. Basi Mtume kila akisema wao wajibisha balaa ya Rasulullah. Kusema balaa ya Rasulullah ni kwa kuwa wakubali kwamba kwa hayo Mtume alifanyaje, aliyafanya. Lakini angalia Mtume namna alivyowakekecha kikwetu, aliwazunguka kuambia ala tujibunani, hamunijibu? Sivashajibu kusema balaa? Kwani ulipoambia sikuwajilia kadhaa mukawa kadhaa, kawajilia kadhaa mukawa kadhaa, na kila wakisema sema balaa ya Rasulullah. Kwa nini? Ni kwa kuwa wakubali kwamba kwa hivyo unavyosema ni kweli, ndivyo sivyo? Lakini juu ya yote hayo Mtume akamwambia ala tujibunani ya maashara al-ansar, hamunijibu enyi kongamano la Ansar. Ansar akamwambia tukujibu nini? Afai kusimulia ni Mungu na Mtume, na hilo ni haki zaidi na ni bora kwao. Wakalithibitisha kwamba kwa la kusimulia ruhusa ya Mungu na nani? Na Mtume. Mimi na wewe hatufai kusimuliana. Lakini Mtume kisha akaja akawafika akamwambia hapana, ile kusema kwamba ni kweli na ufau kusimulia ni wewe, na hili kwako ni bora zaidi, lillahi almannu wal fadl. Akaambia hapana, in shi'tum la qultum wala saddaqtum wala suddiqtum, na nyinyi pia mukitaka mungenena, na mutakaoyanena yakavania ukweli, na wenye kuyasikia wakayasadiki, na nyinyi pia hamukukosa la kunena. Ikiwa mimi nimewambia sikuwajilia mumepotea mukaongoka kwa ajili yangu, amewasimulia. Mafukara mukatajirika kwa ajili yangu, mwakachana mukaungana mukapatana kwa ajili yangu, ina maana nyinyi hamuna la kunena la kuniambia, nyinyi hamuna mulioyafanya kunifanyia mimi kama haya mimi nilowafanyia. Yani Mtume kakusudia hapo. Sikiliza jawabu, wakasema lillahi wa rasulihi almannu wal fadl, Mungu na Mtume wake ndio wafao kusimulia, na hilo mbora kwao. Wakalithibitisha lile. Yani Mtume wasongeza, na nyinyi kama munao yenu yasemeni. Mtume alikuwa rajul sheikh, kwamba haya nimeyanena niliwafanyia nyinyi, nyinyi hamuna mlionifanyia, semeni niyasiki. Pengine ndio haya alowapelekea mpaka kutokwa na maneno maovu kwa vipaja nilivyovipeleka Maka, na vijingamia na vijingao na mengineo katika vitu ambavyo ni aradha dunia, ni vitu tu starehe za dunia. Wallahi Mtume kisha akamwambia, nyinyi Ansari hamuridhiki watu warudi mwakwao wamebeba ngamia, wamebeba na silaha, wamebeba na vitu ambavyo wamevipata kwenye vita, nyinyi mkarudi kwenu mmembeba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo haliwaridhishi? Subutu. Mtume aliposimama hapo ilikuwa mvilio tu sasa kwa Ansar, walilia kweli kweli. Angalia sasa tumetoa thamani. Imagine hapo Mtume, hiyo ni lugha nzito. Hamuridhiki nyinyi Ansar watu warudi makwao wamebeba ngamia, wamebeba silaha na vingineo vilivyoatwa vitani, lakini nyinyi murudi kwenu mumembeba Mtume, lililo bora lipi? Ansara kaona tumepotea mahesabu, walilia kweli kweli. Na ni kweli, kurudi kwenu umembeba Mtume, murudi kwenu umebeba kilele cha dini, umerudi kwenu umebeba akhira kwa kikamilifu. Lakini kurudi kwenu na ngamia, umerudi na starehe za dunia, kama kurudi kwenu na Honda na gari na hon katika mapambo ya dunia. Wakalia Ansar, kisha Mtume akamwambia
nyinyi Ansari hamuridhiki hilo? Na hapa kwa Mwenyezi Mungu, lao makabila yote, kila kabila likafuata barabara yake, na nyinyi Ansari mkafuata barabara yenu, mimi mtume tafuata barabara iliyofuatwa na Ansari. Na hapo kisha sema, Mungu wangu warehemu Ansari na watoto wa Ansari na watoto wa watoto wa Ansari. Kukawa hakuna jawabu, shekhe, ni vilio. Hatimaye wakasema tumeridhika na kigawanyo alichokigawa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuwa sawa. Lakini hapo ilikuwa mapema, kabla hujalaumu, kabla hujaiondosha kwenye simamo wako. Ni dukuduku lako ulilonalo usilitoe kwenye redio tu. Dukuduku lalo ulilonalo umfuatie ule ambao umembebea dukuduku, umwambie huu ndio Uislamu, hii ndio dini, kama kweli dini hiyo tunao. La kama hatuna, itakuwa ni hii amanna, tumeamini, na itakuwa jawabu ni ile ile waliojibiwa Wabedui, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna, tumesilimu. Lakini Uislamu ama imani ndiyo hii. Ndipo akaambiwa, sema Muhammad kuambia hawa Bedui, atuallimuna Allaha bidinikum, hivi nyinyi mwamfunda Mungu dini yenu? Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, na Mwenyezi Mungu ajua vilivyomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim. Yamunnuna alayka an aslamu, wanakusimulia wewe kusilimu kwao kuwa wamesilimu. Qul, waambie, la tamunnu alayya islamakum, musinisimulie mimi kusilimu kwenu, balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali Mwenyezi Mungu ni ihsani kwake Mwenyezi Mungu kuwaneemesha nyinyi kwa ihsani yake kuwaongoa katika imani. In kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi wa kweli. Mungu akaifunga sura kwa kusema, inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardh, hakika Mwenyezi Mungu ajua vilivyoghibu mbinguni na ardhini. Wewe huvijui, Mungu ajua. Wallahu basirun bima ta'malun, na Mwenyezi Mungu ni muone, aona yote ambayo ta'malun, munayoyatenda. Ndiyo khitam ya sura hii. Sasa hapa kitakikanacho kujulikana cha muhimu ni kitu kimoja tu, imani nini na Uislamu nini, na kumetofautishwa vipi na wanavyoni kati ya hizi aya ambazo tayari sisi tumezitafsiri. Kuna mafhumul Islam na pana mafhumul iman. Mwenye Nurul Huda wa Dhulumatud Dhalal katika miangaza ya Qur'ani na hadithi za Mtume asema, al-Islamu al-inqiyadu wal-idh'an, maana Uislamu kufuata na kunyenyekea. Hii kwa maana ya kilugha. Wakasema kisharia Uislamu hutafsiriwa kwa hali mbili. Hali ya kwanza ni kukusudiwa hili la Uislamu kilma chenyewe peke yake bila kukutanishwa na kilma cha imani. Hapo itakuwa kwa maana ya dini. Ikatafsiriwa Uislamu bila kukutanishwa na kilma cha imani, maana utakuta nusus zimekuja kukusanya Uislamu na imani pahala pamoja. Akasema kikitengwa kikiwa peke yake kitasimama kwa maana ya dini, tena dini yote, misingi yake na far'i zake, katika kuitakidi kwake, kwenye maneno yake, kwenye vitendo vyake. Ikabainika kwamba kwa Uislamu kwenye kuitafsiri kwake kwa jina peke yake bila ya kukutanisha na kilima cha iman ni kukubali mtu kwa ulimi, pia kuitakidi kwa moyo na kujisalimisha kwa Mungu kwa yote aliyoyakidhi na aliyokadiria. Ni baadhi ya walivyotafsiri kama ilivyotajwa kumhusu Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin, yani mtu kujisilimisha kwa Mwenyezi Mungu kivyote. Hiyo kwa maana vile vile inna dina inda Allahi alislam, hapa kwa maana dini kwa pande zake zote. Waraditu lakumul islama dina, isimeme kwa maana dini.
wa man yabtaghi ghaira alislami dina, asotaka uislamu kuifanya ndio dini, hatokubaliwa, kisha akhira atakuwa katika wenye kuhasirika. Hapa imedhihiri kwamba Uislamu ni kujisalimisha kwa Mungu kwa kumpwekesha na kumfuata yeye kwa utiifu, kujitakasa na shirki na watu wake. Huu ni msimamo wa kwanza. Msimamo wa pili wakasema ni kutafsiriwa Uislamu kwa kukutanishwa na Uislamu na kwa kutaja imani. Hapa itakuwa ya kusudiwa vitendo na maneno dhahiri, na hapa itakuwa ndio ile sharti ya mtu kuhifadhika damu yake baada ya kutemka shahada kwake na kuitakidi kikamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaskacha hiyo kusema kama wabedui waliosema amanna, Mungu akasema kuwajibu waambie lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mafhumul iman, imani akwambia ni at-tasdiq, na ni kweli, kwa sababu tulizotafsiri hapa ni kwa kuwa wale ambao wanaamini ni wale ambao moja kwa moja imani yao kwa Mungu na mtume kisha hawa vina shaka, kisha Mungu kaifunga kusema hao ndivyo wa kweli, ulaika humus sadiqun. Sasa na kwenye iman wakatafsiri imani kwa maana ya at-tasdiq, na at-tasdiq ni kusadikisha. Ikhwatu Yusuf walisema kumwambia baba yao wakati waliporudi washaupanga uongo wao na Yusuf wamentumbukiza kwenye kisima. Walimwambia vipi baba yao? Wama anta bimu'minin lana, wama anta bimu'minin lana, kwamba na hukuwa ni mwenye kutusadiki, bimusaddiqin lana. Mafhumu? Hukuwa ni mwenye kutusadiki kwa yale walioyatenda. Hapa imetafsiriwa imani kilugha kwa maana at-tasdiq. Lakini uhakika wa imani ni nini? Uhakika wa imani wanavyoni wasema murakkabu min qawlin wa amalin. Uhakika wa imani umepandana na maneno na matendo. Qaulul qalbi wal lisan, kauli ya moyo na ulimi, wa amalul qalb, na kutenda kwa moyo, wal lisani wal jawarih, na ulimi na viungo. Fahadhihi arba'atu umurin jami'atun li umuri dini lislam. Haya ni mambo manne yalokusanya mambo yote ya dini ya Kiislamu, ndio imani. Wakasema qaulul qalbi ni nini? Imani kwenye neno la moyo, asema huwa tasdiquhu, ni kule mtu kuswadiki kwake mambo. Angalia kusadiki kwake mambo. Wewe ukisema alladhina yu'minuna bilghaibi, yu'minuna bilghaibi, itakuwa imesimama maana gani? Imesimama huyu kuamini ghaib ni kwa kuwa asadiki ya loghibu, asadiki pepo iko, asadiki moto huko, asadiki sirat, asadiki kwamba kuwa katika kabri pana adhabu, asadiki kwamba kuwa pana malaika wa kukufanyia mtihani wewe, asadiki kufufuliwa. Yote hayo ni yu'minuna bilghaib, kwa maana kwamba kuwa mu'min huwa anayasadiki hayo. Wa iqanuhu, na kuwa na yakini, kwamba kuwa nina yakini, na yakini ndugu zangu ni kinyume na shaka, sina shaka. Annasu idha matu yub'athun, hakuna shaka, watu wakifa watafufuliwa. Alqabru imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin nar, nina yakini ni hivyo. Watapewa watu fulani kitabu chao kwa mkono wa kulia na wengine waraa dhahrihi, na itakidi na amini na sadiki. Wa'tiqaduhu, umeona machache wamekusanywa pahala pamoja, tasdiquhu wa iqanuhu wa i'tiqaduhu, ndio maana imani, ndio maana ya kunena kwa moyo. Kunena kwa ulimi nikufanyaje? Kunena kwa ulimi kwenye temko la imani ni an-nutqu bishahadatayn, ni kule kutemka shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kukubali kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki na kwamba kwa mtume Muhammad ni mjumbe wa Mungu. Hiyo ndio shahada. Kwa hivyo hapa umekubali.
Na shahada ina milango shekhe, haihisabiki katika vitabu vya akida. Pana milango ya tafsiri shahadatu an la ilaha illa Allah, na pana milango ya tafsiri shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Haikubaliki shahada kutemka kumkubali Mungu peke yake. Shahada litakubalika mpaka umkubali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena asema wal iqraru bila wazimiha. Hii kaulu bil lisan ni kumkubali Mungu na kumkubali Mtume na kukubali kukiri lawazimu zake. Lawazimu za la ilaha illa Allah ni pale, toeni shaka ndugu zangu ni wasikilizaji, lawazimu za la ilaha illa Allah ni kwa kuwa pana la ilaha illa Allah imekewa shuruti. Ikikosa shuruti la ilaha illa Allah, ama ukivunda sharti ya la ilaha illa Allah, shahada lako huponyoka. Sasa mumeona kwamba hawa jamaa zetu wengine hutuambia kwamba ni utofautisha watu. Angalia, hakuna tofauti, ni kwa kuwa hujasikiliza kwa uzuri madarasa. Lakini hebu sikilizeni kwa uzuri kama hivi mnavyosikiliza hivi sasa, mwapulika vizuri, barakallahu fikum. Sasa nkumuomba Mungu tu achie taufiki ya kuelewa biidhnillah, na Mungu atatuwafikia inshallah. Angalia katika kulitemka hili shahada, waambiwa imewekwa kitu kinachoitwa lawazimu shahadati ya la ilaha illallah, yenye kulazimu shahada. Yenye kulazimu shahada, hiki nkibali cha wewe kuingia katika dini, nkibali sasa cha kuruhusika wewe ufanye dini. Sasa ukitemka shahada ushachukua kichambulisho cha Uislamu. Sasa wakubalika kutenda mambo ya Uislamu Kiislamu kupitia kwa kichambulisho hiki. Kinyume chake, bila hiko kichambulisho hukubaliki jambo. Mwenyezi Mungu asema wama mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Hakuna lililowazuilia wao kukubaliwa sadaka zao wanazozitoa isipokuwa kwa kuwa wao bado makafiri, wamekufuru Mungu. Ina maana makafiri si kwamba kwa hawatoi sadaka. Sadaka nini? Kwani sadaka si mkono unyoshao kumpa mtu kwa usaidizi wa chochote? Makafiri hutujengea vlasi. Hakuna kijiji hata kimoja ambao hawakujengewa klasi 2 za Amerika. Wala hakuna mwenye dini hata mmoja aliyomwambia Mwamerika ondoka, tutajenga sisi wenyewe bure ntamu. Wakajengewa wote. Lakini sisi twasema wamejenga, twafaidika sisi kwa yetu. Je, yeye afaidika? Na mtu kwenye kutenda katika dini kwa kibali cha dini huwa ataka faida ya kutenda, kufaidike kwa umma na afaidike yeye katika dunia, apate maombi ya aliyowatendea, na kesho akhira apate malipo kwa alilolitenda. Lakini angalia hapa Qur'ani yasemaje? Hakuna lililowazuilia kutokubaliwa, kwamba kwa hazikubaliwi sadaka zao isipokuwa kwa kuwa wamekufuru. Kwa nini wamekufuru? Kibali cha shahada hawanacho. Wakatenda mema kweli, lakini ikawa waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Yako wazi jamani maneno kama haya. Lakini je, ukitemka shahada, kafiri akipiga shahada tayari ashapewa kibali cha kutenda katika Uislamu. Sasa lazima adikinge lile shahada lake, alichukulie miko ya kwamba pana mambo ni lawazim, nishati nijue lawazimu shahada. Na lawazimu shahada, mmepiga shahada, mimi nastahiki mimi swali swala 5, kibali cha kuswali iko. Nastahiki mimi nifunge Ramadhani, nastahiki mimi niende hija ikiwa na uwezo, nastahiki mimi nisaidie mafukara na maskini, nastahiki mimi nishiriki katika ujenzi wa maendeleo ya Kiislamu. Pahala pa madrasa wastahiki, utatia mkono wako na utalipwa. Msikiti waweza kutia mkono wako, utalipwa. Mayatima ukawasaidia kwa sababu umechukua kibali, kisha ukasimama na lawazimu zake uyatende, kisha ukawa na miko na chenye kuvunda shahada, ukakamilisha masharti ya shahada. Baada dhalika ukawa na hadhari na nawaqidhu shahada, ukawa na hadhari ya chenye kuvunda shahada.
maana ukitawadha huwa na hadhari ya yenye kuvunda udhu, ndivyo sivyo? Hakuna hata mmoja wenu ambaye hutawadha kisha akawa ovyo vyote twende kazi. Hakuna. Katika kukinga udhu haki umefikia kwamba kuwa pana kuketi, mpaka kuketi pana nketo fulani ndio uketi ili ubaki na udhu wako. Kwa nini sisi kufundishwa mpaka kuketi? Kwa kuwa ili ule udhu usikose kinga, na ukikosa kinga utavundika. Usitawadha kisha ukaketi ukaweka samba zako hakadha, manake kama kuchegesha hapo vijazo zipiche. Tumefahamiana? Kwa kuwa hiyo ni usahali. Kulala, aliambiwa mwenye kulala akiamka akafanyeje? Akatawadha. Kwa nini aliambiwa mwenye kulala akishtuka ende akatawadha? Kwa sababu kumesemekana kwenye sharia kwamba al-ainani wika usahi, macho mawili ndicho kifiniko cha duburi. Macho mawili ndio kifiniko cha duburi. Kifiniko cha duburi si kwamba kwa kuna kifiniko huzanywa supermarket, kwenda ukanunua ukaja ukakiweka, hao mengine. Lakini haya macho kifiniko cha duburi, ndivyo sivyo? Macho kwa kifiniko cha duburi, ukiwa uko macho wewe, hata ikiwa vitu wataka kuja, mabomu wataka kuja, ale macho ndio atakukushtua sasa wewe kuweza kuwa control, ndivyo sivyo? Lakini ikiwa umelala, ikija nzinga utatoka, ikija silencer itatoka, na wewe ulele tu. Na hizo silencer ndizo mbovu kuliko hata mizinga. Tumefahamiana sana. Kwa nini kuambiwa hivyo? Ni kwa kuwa ili ule udhu wako usije ukachefuka kwa sababu ya kulala. Ni kwa kuwa sasa mtu ana hadhari, ametawadha hataki udhu uvundike, basi peleka katika shahada. Kwenye shahada ukitemka la ilaha illa Allah, pana masharti yake lazima uyakinge kama unavyoukinga udhu. Udhu ukivunda sharti lake, udhu hubakia, lazima ufanyeje? Na shahada ukivunda sharti la shahada hutoweka. Sasa huwa tena wewe huna cha shahada tena. Ndipo pale sisi huwa hupinga kiusomi, hatupingi kwamba kwa kelele au kutaka mikao kaona na ufikiria watu wengine. Tukisema kwamba kuwa itikadi fulani kwa maneno haya na kwa vitendo hivi wametoka katika boma la Uislamu, si Waislamu, ini ufikiria kwamba kuwa itakuwaje si Muislamu na wao hupiga shahada? Mbona hukusema itakuwaje hana udhu na ametawadha? Ushaona, hatuozeshi mambo yalivyo. Huwezi kusema itakuwaje hana udhu na ametawadha. Mimi nitakwambia kwa kuwa ameweka lenye kuharibu udhu kaharibika. Na huku ukiniambia kwa nini bwana si Waislamu na wanapiga shahada, nitakwambia kwamba kwa kuna jambo ambalo limevunda shahada lao ndio wakawa si Waislamu. Tumefahamiana vizuri sana. Kwa hivyo ndipo ukaona ni lazima kwenye shahada, kwenye qaulul lisan ipatikane shahadatu an la ilaha illa Allah. Tena si shahadatu an la ilaha illa Allah peke yake, wa anna Muhammadar Rasulullah, si hilo tu, wal iqraru bila wazimiha, ukiri lawazim zake. Kisha kuna kitu kinaitwa amalul qalbi. Amalul qalbi yote imeingiana na iman. Amalul qalbi wa huwa nia, amali ya moyo ni nia. Mumeona jamani, tukifuata utaratibu wa usomi na vitabu hakuna shaka. Angalia nyinyi huchia shaka sisi tunapoangazieni masala yanayohusiana na nia. Nyinyi mwasema kwamba kwa nini acha haifai kunuia? Sisi tukiinukia acha kunuia. Shekhe we, hii dini imekuja uje ukate mazoea yako uloyazoea, ufuate mazoea yanayotaka dini. Sisi zamani ilikuwa Ramadhani mpaka chunuidhe. Munuidhe vipi? Baada salati al-isha kulikuwa kuna mtu special huyo, hutukua taka ndili kwetu kule. Baada dhalika kagonga kijumba kimoja. Nia. Basi jamaa hutoka wote, baba atamuita mwana, baba atamuita mama, mama ataamsha wote. Kisha sindani
ye mwenyewe nataka andili yake, manake uko katika hali ya kuzunguka zunguka kwenye njaa. Uko nje, watu wote watatoka nje, baba, mama, watoto, vijukuu, vinyanya, vizere, vyote. Haya tena pilot anze na wetu kwa sauti moja wote, na wetu saumu ghadin anadai fi yawmi shahra ramadan hadhihi sana pia huchiwa Ramadhani ya mwaka huu, manake si ukachiania ikawa huku yaini Ramadhani ya mwaka huu. Hadhihi sana, jamaa sema hadhihi sana lillahi ta'ala, kesho tafunga. Na hapa vitabu hutuambia nia katika amali za moyo. Ikiwa nia katika amali za moyo, moyo hautemki, moyo hupichisha, ndivyo sivyo? Sasa ukitemka itakuwa ni kinyume na maana ya nia, kwa sababu an-niyatu mahalluha alqalb, nia pahala pake ni moyoni. Na wenye vitabu watuambia ili imani ikamilike mpaka ipatikane amalul qalbi, amali ya moyo. Na amali ya moyo kwanza ni nia, na nia ipitishe tu. Ukivaa kanzu wako waja msikitini kipindi cha alasiri, unaenda kufanya nini? Ushalipitisha hilo. Umeamka mpaka usiku wa manane hula daku hiyo ya kazi gani? Mkesho kwa ufanyeje? Umeipitisha hiyo. Si lazima ya kwamba kuwa na wetu saumu ghadin, ukisimama imamu ashakwambia stau, umelingana. Imamu ashapiga Allahu Akbar, hungesimama nyuma ya imamu isipokuwa umekubali kuwa maamuma. Na umekubali kuwa maamuma, uiandame swala ya imamu, na ni swala ya alasiri au magharibi. Sasa nena wetu swali, ukabochia mashede kishindo, mabreki tu kama gari panda lima ama ishuko lima, na wetu swali faradha salati dhuhri maamuman 4 rakati munani mwendo kwa wapi ni? Mbona uchuachusa ni katika swala? Imamu ashasema Allahu Akbar, sema Allahu Akbar, mukaleta vishindo mpaka mwatoka kwenye kutawadhi maja, mukawa hukimbia na nia kutoka na tusalli faradha salati dhuhri maamuman. Manake imamu pale ataka kwenda rukuu, sasa wewe hunkimbia kama safari rally ili umpate kwenye rukuu. Na ukiona kwamba kuutankosa, ukipata pale inna Allaha ma'as-sabirin, umwambie imamu Mungu kwa pamoja na kusubiri, kana kumwambia ngoja sala, usimamisha madau au usimamisha boti, ama tuko barabarani usimamisha lifti. Hii ni dini bwana, tusifanyeni machezo. Hii ni dini, na ikiwa dini lazima iandamwe dini kulingamana na ilivyobainishwa na mwenye dini ambaye ni Mungu alotumwa na dini ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nia pahala pake ni wapi jama? Na halikuthubutu kutoka kwa mtume kwenye zama zake yeye la kuitemkania, alikuwa mambo akiyapitisha tu khalas. Sasa amalul qalb ni nia wal ikhlas. Umeona yote yamekusanywa na nini? Na iman. Kwa hivyo wewe ukisema tumeamini, inshati ya kusanyike masharti haya ya imani, lakini yalikatalika kwa al-a'rab, kwa kuwa ilikuwa hayakukusanyika yote haya maana ya imani, ilikuwa mujarradi wa kusema tu. Tena wanavyoni wakasema kwamba walisema amanna ili wasichekwe nyara, wakafanywa macheka, na kuna mambo yao waliwaficha. Walisema amanna ili pengine washirikishwe katika ghanima, kwa kuwa watu wamewaelewa kwamba kuwa nao Waislamu, na kumbe ni kinyume. Lakini haya yote yanayoelezwa katika sifa za mu'min hakuna kabisa. Ndipo Mungu kamwambia mtume, waambie hamujaamini, semeni tumesilimu. Kisha katika hiyo imani kuna kitu kinachoitwa ikhlas. Ndugu zanguni, ikhlasi ni kukacha shauri ya ulifanyalo ulifanye kwa ajili ya nani? Na ujichakase na ugonjwa wa ria, wallahi, kwenye kunena na kwenye kutenda. Na hapa ndipo penye mashakili ria, kwa sababu mtume asema shirki katika umma wangu umejificha sijui kwenye jabali kadhaa leusi, kwenye usiku wa giza kadha. Kwa maana hii hadithi aliyosema mtume kama kwamba kwa shirki hii huwezi kuiona kabisa na hutendeka katika umma. Kaambia shirki gani? Akasema ria. Huu ni ugonjwa ambao umesibu wengi. Ria yani kutenda
tu uonekane umetenda, mpaka kuswali kwako uonekane kwamba kwa uswali. Siku moja Umar aliingia msikitini, kamuona mtu ameinamisha kitwa katika kufunga swala kwake, yani amefunga swala kisha ameinamisha kitwa kama idau lendalo joshi. Wajua Umar alivyofanya? Alimuinua ile kitwa chake, akamwambia inua hicho kitwa chako, khushu'i ziko moyoni, khushu'i si kwa kuangusa kitwa. Akamuinua na yule akalingana kisasa. Sasa kuinamisha kitwa kinamna hiyo si khushu'i. Hata nyinyi katika kuomba Mungu, haina haja katika kuomba Mungu mkafanya hiya. Nimeona hapa kuna vioja shekhe, vioja, lakini ni hao tabu kwa kuwa na kuambiwa hatutaki. Tamana nchafanya. Sasa ile katika kukunuti yule akisema Allahumma ati nufusa taqwa, wafanya hivi. Sasa unahukia nini? Maana kutaka kufanya hivi nikana kitu kiko mbele yako taka kukiukia. Sasa hiyo ijaba iko hapo, taka kuinyanyura. Tabu nyingine iliyoko hapa ni kwa kuwa imamu wasema wala Allahin, takwa wengine nasema amin, upokea njugu uko katika salati, wala Allahin amin, kisha nini? Msifanye hivyo bwana. Sallu kama raitumuni usalli faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tuswali kama alivyoswali. Amin, upokea hivi bwana. Amin, kisha ukafiniko kaficho, utaki kumpa mwingine. Umepokea nini? Bid'a muhdatha fi din. Inatakiwa kila kitu mtu akifanye kulingamana na miongozo. Al-ikhlas, ikhlasi ndio ilokusanya imani. Ilikatalika imani ya Arabi, ilikuwa hayakuwa kusanya haya. Qala Allahu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Mungu hali ya kunchakasia yeye dini. Fasalli li rabbika wanhar, salli li ajli rabbika wadhbah li ajli rabbika. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman ikhwa lillahi rabbil alamin thumma la sharika lahu wa bidhalika umirtu. Zote hizo nyinyi mnazisoma. Lidhalika ikhlasi pia ni katika masala ya amalul qalbi wal mahabba, uwe na mahaba, mapenzi. Umeona ndio imani hii walokataliwa Arab, na kukataliwa Arabi ni wabedui, haki ndiyo itakataliwa yangu na yako. Huwezi kutemka imani shahada kisha ukawa wapenda vengine zaidi kuliko kumpenda Mungu wako. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kuna katika watu waliowafanya asiyekuwa Allah miungu mingi, wakawa wanawapenda, wanavyoona wa tafsiri wasema kahubbillahi, kama jinsi waumini wanavyompenda Mungu. Kwa hivyo ina maana ukitemka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lazima kupatikane pendo la kupita kiasi namba 1 ya kumpenda nani? Mungu wako. Huwezi kupiga shahada na ukawa una vingine wavipenda zaidi kuliko kumpenda Mungu. Sasa hili lilikatalika. Mumeelewa pale pahala Mungu alipomwambia mtume waambie hamujaamini, semeni tumesilimu tu. Kwa sababu Uislamu kutemka shahada na kufuata lawazim matendo yake ndio ikubaliwe Uislamu wako. Baada dhalika wal-inqiyad, ipatikane na kitu kinatoitwa al-inqiyad, kufuata. Sasa ufuate alilokuamrisha Mungu, alilokukataza, uwe uko tayari kumwandama Mungu na kumwabudu Mungu kwa kufanya na kwa kutofanya. Angalia, sisi huona kwamba kumwabudu Mungu ni Mungu kukwambia fanya, wewe kufanya, lakini huwa umemwabudu Mungu kule kukataa kufanya kwa kuwa yeye amekwambia usifanye. La kwambia kama la taqrabu zina, usikurubie zina. Ukiata kuikurubia zina, umefanya ibada ya kusalim amri ya kukataa ulilokatazwa. Kama ambavyo uliambiwa kwamba kuwa sallu mukaswali, huwa umefanya ibada ya kufuata Mwenyezi Mungu. Lazima hiyo inakusanywa na imani. Baada dhalika wal iqbalu ala Allah azza wa jalla, na kumwelekea Mungu ndugu, ndio imani shekhe.
Sasa je, ikiwa imani imetafsiriwa kisampuli hii, imani zetu zimefikia itakiwavo? Haya masharti yamekamilika. Al-iqbalu ni kumwelekea Mungu kwa yote shekhe, na kumwelekea kwa Mungu kwa yote kwanza ipate tawakkul, imezaa tawakkul ipatikane kwake, thika ipatikane kwa Mungu, uwe na thika uwe na imani na uaminifu wa kumwamini Mungu, unathika na Mola wako. Baada dhalika una ile shiddatu tawakkul, mimi namtegemea Mungu kidhati, kwa kuwa hapo ndipo pa kutegemewa, hakuna mwingine asiyekuwa Mungu afaye kutegemewa. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ndio imani. Lakini sasa ikiwa imani shahadatu an la ilaha illa Allah, huna al-iqbalu ala Allah, huna ikhlasi, huna nia, huna mapenzi, hakuna imani. Bali imani ikatafsiriwa ushuke daraja namba 2, umpende mtume zaidi kuliko kumpenda yoyote, hata kuliko kuipenda wewe mwenyewe. Hapo ndipo imani. Lakini imani useme nampenda mtume kweli kuliko chochote isipokuwa mimi mwenyewe, mimi naipenda, itakuwa umeichanguliza nafsi yako kwa pendo kuliko kumpenda mtume. Ndipo lilifanya karibu Umar aingie tatizoni katika masala ya imani. Wazungumza na mtume, Umar amwambia Rasulullah, na kupenda kuliko chochote isipokuwa mimi mwenyewe. Mtume akamwambia hujaamini. Angalia akamwambiaje, hujafanyaje? Kwa hivyo ina maana imani mpaka ikusanye mapenzi, almahabba. Mahaba ya kwanza awe ya Mungu, kisha awe ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Umari, huyaamini. Ewe kuamini kufanyaje? Akamwambia kuamini ni unipende mimi kuliko kupenda chochote, hata kuliko kuipenda wewe mwenyewe. Waachi walikuwa wataka imani, sisi washindani. Alirudi akamwambia Rasulullah, nakupenda tena kukupenda kuliko chochote, hata kuliko kuipenda mimi mwenyewe. Akamwambia alana ya Umar, sasa Umari umeamini kweli. Kwa hivyo ina maana imani hutoeka, haikamiliki iwapo wewe hutampenda mtume zaidi kuliko kupenda kitu chochote. Na haya likosekana kwa wabedui na watawakul alayhi wala wazimu dhalika wataban. La 4, ndugu zanguni, kumalizia katika imani ishati kusanye amalul lisani wal jawarih. Amal, vitendo vya ulimi na viungo. Fa amalul lisan ma la yuadda illa bihi. Kazi ya ulimi ni ile ambao haitekelezwi isipokuwa kutekelezwa kazi hiyo mpaka utumie ulimi. Na kazi inaofanywa na ulimi, nani atanambia moja tu kisha tuendelee? Nijue kwamba mko hadhir. Kuna amali ambayo ni amali ya ulimi. Sasa hii ulimi kweli hutenda nini? Nataka moja tu kwa mmoja. Ali. Anam? Kukataza munkar pia ni amal. Hebu nipe nyingine ambayo iko karibu zaidi. Alakh ustad. Naam? Dhikr. Mashaallah. Kana dhikr. Na dhikr si dhikri za kukohoa za kutoa majini. Dhikri ikisemwa ni dhikri Qur'ani, na Qur'ani imeitwa dhikri kwa mujibu wa Qur'ani. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeiteremsha dhikr ambao ni hii Qur'ani. Sasa kuisoma Qur'ani husomwa na nini? Na ulimi. Kwa hivyo matendo ya ulimi hayo lazima yapatikane ili ikusanye ukamilifu wa imani yako. Sikutemkwa shahada kisha basi. Wasairil adhkar, na adhkari nyingine kama alivyosema Allah. Wadua, na dua sharti yake lazima ziwe ni adiyatul ma'thura, lazima ufunge hapo. Dua ambazo zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si dua za kwenda kuwataja ahlul badri, si dua kwenda kuwataja kina Mwadata wa Sagafu, si dua kwenda kuwataja kina al-Habshi, si dua kwenda kuwataja kina Badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani Alawi. Hatutaki dua hizo feki. Tunataka adiyatul ma'thura ani nabii sallallahu alayhi wasallam, dua zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal istighfar, kuleta istighfari, zote hizi ni katika amalul lisan na mengineyo. Kisha kuna na amalul jawarih. Amalul jawarih ni ambao hayatekelezeki isipokuwa kwa viungo, kana alqiyam, kisimamo katika swala, rukuu, kusujudu, mtu kutembea katika kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kupiga hatua kwenda misikitini, kupiga hatua safari mpaka kufika hija,
jihadi, kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, na mengineo katika mambo ambayo hufanywa na nini, aljawarih, na viungo. Al-allama Abdurrahman bin Nasir as-Saadi rahimahullah asemaje? Al-imanu, imani, at-tasdiqu al-jazimu, ni kuswadikisha kwa kukata. Kule kuswadiki kwako umekata moja kwa moja kwamba kwa hii ndio imani yangu dhahira, wal-i'tirafu tam, na kukubali kikamilifu, bijamii ma amara Allah wa rasuluhu, kwa yote ambayo ameamrisha Mungu na mtume wake, bil imani bihi, kwa kuyaamini, wal inqiyadu, na kukufuata dhahiran wa batina. Haya itakuwa kwa maana fahuwa tasdiqul qalbi, ndiko kusadiki moyo, wa i'tiqaduhu almutadhamminu li a'mali alqulub, na kuitakidi kwake kulikokusanya amali za nyoyo, wa amalul badan, na amali za mwili, wa dhalika shamilun lilqiyami bid-dini kullihi, hilo limekusanya mtu kusimama na dini yote. Walihadha, na kwa sababu hii, kana al-a'immatu was-salaf yaqulun, wanavyoni wale waliotupita na wema waliotutangulia walikuwa wakisema, al-imanu, imani, qaulul qalbi wal lisan, ni maneno ya moyo na ulimi, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, na ni vitendo vya moyo na ulimi na viungo. Kwa hivyo fahuwa qaulun, ni neno, wa amalun, na vitendo, wa i'tiqadun, na itikadi. Yazidu bitaa, imani ya mtu huzidi kwa utiifu, wa yanqusu bil maasiya, na imani ya mtu hupungua kwa maasiya. Fahuwa yashmulu aqaid al iman, hukusanya akida za imani, wa akhlaqihi, na akhlaqi zake, wa a'malihi, na amali zake. Haya ni maneno ya Allama Abdurrahman bin Nasir as-Saadi katika kuitafsiri imani. Sasa ndugu zanguni, ndipo kula ile misemo, kuna mengi, lakini nafikiri hata nikitia nanga hapa yatosha katika kuzihitimisha hizi sura. Na kwa kuwa suratul Hujurat alhamdulillah tumeimaliza mpaka mwisho, na yalokusanywa katika adabu ndizo hizi, mambo ambayo pengine yatatufahamisha zaidi. Waweza kufanya ya Uislamu na si Muislamu, na waweza kufanya ya ukafiri na ni Muislamu, kulingamana na funzo tulivyopata talkhisi. Sasa haya maneno, ukafanya ya Uislamu si nani, na ukafanya ya ukafiri na ukawa nani, ni Muislamu. Haya nafikiri si kwanza kuyazungumza. Ni makafiri wangapi matendo wanayoyatenda ni ya Uislamu? Wala usishtuke tukisema hivyo, ndivyo hata wanavyoni wakubwa wamesema hivyo. Ni makafiri wangapi hutenda nno ya Uislamu tu kwa kuwa wao makafiri, na Waislamu wangapi hutenda ya ukafiri ambao yako kinyume na Uislamu? Mafumu hukukul insan, haki za wanadamu, haki za mfanyikazi, haki za muajiri, zote hizo zimezungumzwa katika sharia. Tajiri ana haki gani kwa mfanyikazi wake? Mfanyikazi haki yake ni ipi kwa tajiri? Ukimkodisha mtu kitu, hukuki zilizowekwa nzipi, zataka zichungwe. Lakini sasa angalia kwenye hapa, utapata asiyekuwa Muislamu atakupa haki zitakiwazo na Uislamu, Muislamu uzikose hizo haki zake, mpaka venye kusema kana mwenye almustakbal li hadha ad-din kasema ya kwamba hupatikana ya Uislamu kwenye nchi za kimagharibi tu, wao si Waislamu, na hupatikana ya kafiri kwenye nchi za Waislamu. Kwa hivyo huku kuna Waislamu wasokuwa na Uislamu, na kule pana Uislamu usokuwa na Waislamu. Haya ni mambo yote ambayo twayapata kupitia kwa suratul Hujurat. Ni Uislamu kumwandika mtu kazi kisha usimpe mshahara wake? Nambieni nyinyi. Wala hasi kusudi kwa gharabuni peke yake, hata nyinyi. Ni haki umwandike mtu kazi hata kama ni mfanyikazi wako wa nyumba, tena si Muislamu, lakini mumewekeana masharti akufanyie kazi kisha mwisho wa mwezi usimpe mshahara wake. Ni haki? Si haki. Tufanyao sisi kosa, akifanya mfanyikazi wako mhukumu kwa kosa, na kumhukumu kwa kosa hauna haki unyime haki yake.
mkosa amefanya kazi, lakini amekufanyia kwenye kazi inaofungamana na mshahara wake, iko pale pale. Mkosa limetokea na wewe lifanye la kumrudi kwa lile kosa. Usinyime haki ya jasho lake kwa sababu ya kosa. Hayo kupitika kwetu sisi Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambiaje? Kwenye haki za tajiri kwa mfanyikazi wake ni wakati akifanya kazi jasho lisikauke, haki yake umpe. Twafanya hivyo? Sasa mukipepetwa hapa na mukitunwa hapa, mbona uchangaza kwamba uchukanwa hamutaki haki? Mtu tampa jembe akulimie shekh, alime na maskini yaona kwamba kwa hapa mimi nikiata jembe nitapacha 100 zangu na 50, hizo 150 amezipangia mambo 150 wala hazitoshi. Akimaliza jembe akamwambia hapana, takulipa kesho. Atalipa limana kesho nikulipe mara 2, hachukua gana taka hii mara moja. Kesho pengine sitaki kukulimia wewe, lakini wewe humpangia fanya na kesho takulipa mara 2. Hapana, si haki. Lakini hayo sisi huyapata kwa Waislamu wenye kitabu hiki. Kwa wasokuwa Waislamu nadhira kupata hayo. Kwa wasokuwa Waislamu wengi wao utazipata haki zako kisawa sawa. Eleweni ya kwamba Uislamu si wa kusimulia wala Uislamu si wa kuonyesha. Uislamu ni Uislamu wa kutemka shahada na kulijengea lile shahada lako. Funga maneno kwa sote si ni Waislamu hapa? Na mabarobaro ambao muko mbele yangu, alhamdulillah, barakallahu fikum. Waislamu kabisa, si wakusudi nyinyi, lakini na wakusudia wasiokuwa nyinyi au wenye mila ambayo sio ile mila ya Kiislamu. Uislamu umekwambia wewe uvae nkufu? Uislamu umemwambia barobaro avae nkufu? Haukumwambia. Sasa utakuta Muislamu mukhalifu wa Uislamu wake. Ni Muislamu hana ya Uislamu, kwa sababu Muislamu ametemka shahada amesilimu, lakini hana matendo ya Uislamu. Uislamu hukwambia uvae pete ya dhahabu, wala Uislamu hukukwambia wewe mwanamume uvae jino la dhahabu bila ya dharura, wala Uislamu haukukwambia wewe uvae nguo za kufanana na wasiokuwa Waislamu, wala Uislamu haukukwambia wewe barobaro wa Kiislamu ujifananishe na mwanamke. Mbona kuna mabarobaro hujifananisha na wanawake? Utasema hawajifananishi na wanawake, wakienda huenda sawa sawa. Nenende kama wale wachua maboksi, lakini uchizie nkufu uchiwa na nani? Kujifananisha si lazima mwendo. Ule mwendo ni hadi ya mwisho, kwamba kuwataka funga kazi. Kwa hivyo ukisema kwamba kwa nishajifananisha na mwanamke, sasa taka kufunga faili, wenye kufungisha wachu mafaili wako, utafungishwa faili. Ulipokuwa wazunguka kama Kenya Army anayefanya parade, utakuwa uchia makasia kanole ushika nchumbu. Tumefahamiana? Ni Uislamu hufanywa na nani? Kwa hivyo utakuta kwenye kipindi tulicho nacho ni kweli Mvaislamu matendo, lakini hatuna ya Uislamu. Ndipo hapa al-Arabu wa Bedui walipokuja kutaka kuidhihirisha imani, kaambiwa Mtume, waambie hamujaamini, semeni tumesilimu tu, lakini imani haijaingia katika nyoyo zenu. Hii ndio adabu tulioipata kwenye sura yote. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha kuimaliza hii sura inshallah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Na wahimiza musife moyo, tushirikiane kana kawaida mpaka tuhitimishe Ramadhani kwa sura zitakazobaki ambazo tutaanza kuzitafsiri kuanzia kesho. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.